Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya wema wako. Asante Mfalme kwa ajili wewe tayari kubariki mioyo yetu. Asante pia kwamba uko tayari kuachilia ufunuo wa neno lako ituimarishe katika njia zako, ili tuweze kupata baraka zetu, urithi wetu, ushindi wetu, ili tunapotembea dunia hii hatutembei kama washindi, bali tunatembea kama walio zaidi ya washindi. Mungu wangu, asante kwa yale ambayo umetuwekea siku ya leo, mchana wa leo, ili mioyo yetu ipate mwelekeo maishani. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Kushinda hiyo, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Haleluya. Jana nilimalizia kwa kusema Joshua sura ya 12 mstari wa 12 mpaka 14. Nilisema kwamba binadamu anahitaji ufunuo ama anahitaji neno la unabii, na neno la unabii inamwezesha kupata vitu katika ulimwengu wa kiroho, na chochote umepata katika ulimwengu wa kiroho utaipata katika ulimwengu wa kiasili na utaihifadhi. Bwana asifiwe. Chochote umepata, anything you get in the spirit world, you will get in the natural world. Katika ulimwengu wa kiroho, hata ukipata katika ulimwengu wa kawaida utaipoteza. Bwana asifiwe. Hiyo ndio mahali penye nilianzia jana, kwamba ili uhifadhi chochote dunia hii lazima uipate kabla ya safina kutulia katika mlima wa Ararat. Tuangalie msingi ya mahali hapo. Turudi katika sura ya 7. Biblia inasema katika sura ya 7, Genesis chapter 7 verse 7. Biblia inasema hivi: na Noa aliingia ndani ya safina pamoja na watoto wake na wake wao pamoja na mke wake pia. Bwana asifiwe. Noa alikuwa na vijana 3 pamoja na wake wao. Wote ni watu wangapi? Watu 6. Bwana asifiwe. Amen. Na ukiongeza Noa na mke wake wanafikia watu wangapi? Watu 8. Haleluya. Watu 8 dunia mzima, watu 8 peke yake ndio waliingia katika safina. Hiyo nambari 8 inayo maelezo katika, inayo ufunuo fulani katika mambo za Mungu. Haleluya. Waibrania walikuwa nazaliwa, siku ya 8 ilikuwa ikifika wanafanywa tohara. Praise the Lord. Amen. Mungu pia anasema watu 8 tu ndio walisikia na wakaingia katika safina ya Noa. Inamaanisha nini 8? Namba 1 inamaanisha unity. Namba 1 inamaanisha unity. Namba 2, namba 2 inamaanisha division, na kama sio division inamaanisha witness. Bwana asifiwe. Ikiwa kinyume ni division, ikiwa ni positive ni nini? Witness. Yesu aliwatuma wawili wakienda kufanya nini? Kushuhudia. Haleluya. It means witness. Number 3 stands for the Trinity. Inamaanisha God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So number 3 stands for Trinity. Praise the Lord. Amen. Na hiyo ndio kuna mlima yenye taguzia mwisho huko. Mlima yenye ina nini? Ina vilele 3 katika nchi ya Israeli. Na hiyo mlima ina ishara kwamba inaashiria kwamba ni mlima wa Mungu. Haleluya. Amen. Alafu number 4 inasimamia resurrection, ufufuo. Number 4 inasimamia resurrection, ufufuo. Number 5, nambari 5 inasimamia neema, grace. Hallelujah. That's why we have 5-fold ministries. Inamaanisha nini? Huduma za neema. Hallelujah. So inasimamia the grace of God. Number 6 inasimamia wickedness ama udhaifu wa binadamu. Wickedness, human weakness. Hiyo ndio sababu tuna nambari 666. Inamaanisha utimilifu ya wickedness, utimilifu ya uovu. Hallelujah. Namba 7 inamaanisha completeness, ukamilifu. Praise the Lord. Then ukitoka namba 7, ukamilifu, ukishafikia ukamilifu, when you reach completeness, you need a new thing, and that new thing means new beginning. Hallelujah. Chochote yenye imefika ukamilifu wake unahitaji mwanzo mpya. Hallelujah. Kwa ajili ikishafika mwisho inamaanisha hakuna nini?
Hakuna mwisho nyingine. Haleluya. So umefika mwisho yenye unahitaji ni new beginning. Hiyo ndio sababu nambari 8 ina maana yake ni mwanzo mpya. Haleluya. Waisraeli walikuwa wanafanyiwa tohara kuonyesha nini? Mwanzo mpya katika hiyo jamii. Amen. Na Mungu pia akaharibu ulimwengu mzima kwa maji na akaachilia watu 8 kuashiria nini? Mwanzo mpya wa binadamu duniani. Haleluya. Mwanzo mpya wa binadamu. Narudia, mwanzo mpya wa binadamu. Nirudie mstari wa 7. Biblia inasema Noa pamoja na wanawake watoto wake pamoja na wake zao na mke yake mwenyewe Noa wakaingia kwa safina. Na Biblia inasema kwa nini waliingia kwa safina? Mstari wa 7. Nisomee hapo mwisho. Kwa sababu ya maji ya gharika. Haleluya. Kwa nini waliingia kwa safina? Kwa sababu ya nini? Maji ya gharika. Haleluya. Kilichowasukuma kuingia kwa safina ni maji ya gharika. Kumbuka kwamba safina inaenda kutua katika mlima Ararat. Na nimesema mlima Ararat ni mlima mwanzo mpya. Haleluya. Kila mmoja wetu lazima tufikie katika nini? Mwanzo mpya katika kila jambo katika maisha yetu. Haleluya. Na Biblia inasema hapa kwamba maji ya gharika yalifanya wakaingia katika safina. Haleluya. Yeyote aliyeingia katika safina ya Yesu ambaye ni ufalme wa mbingu, yeyote mwenye anaingia ndani, kinachotusukuma kuingia katika safina ya Yesu ni gharika. Haleluya. Gharika ilikuwa ni shida iliyokuwa inaua watu ulimwenguni, na hiyo shida ilikuwa inaangamiza watu ulimwenguni. Hiyo maji ndio inawasukuma waepuke hiyo maji kwa kuingia ndani ya nini? Safina. Wote tuliokoka na tukakuwa na mwanzo mpya ndani ya Yesu. Kilichotusukuma kwa Yesu haikuwa kitu ya kawaida. Kulikuwa na shida iliyokusukuma, kulikuwa na gharika yenye ungepata Yesu ingekufunika na ingekuua. Haleluya. So kabla ya mwanzo mpya, binadamu lazima wafikie mwisho ya uwezo wao. Hauwezi kupanda mlima ya mwanzo mpya kabla hujafikia mwisho wa maisha yako ama mwisho ya jambo fulani katika maisha yako. Haleluya. You must do something until it becomes impossible. When it becomes impossible, God comes in and brings what? A new beginning. Haleluya. Na hii kilicho ngumu yenye Mungu anakuachilia upitie ndio tunaita nini? Gharika. Haleluya. So hawakuingia katika safina kwa ajili waliamua, waliingia kwa ajili walikuwa wanaepuka nini? Gharika. Sisi pia hatukuingia katika ufalme wa mbingu, ufalme wa Mungu kwa ajili tunataka. Kilicho kutusukuma ni kwa ajili dunia hii kuna gharika ya shida na ikatusukuma ndani ya safina. Haleluya. Amen. Wanasifiwe. Amen. So inamaanisha nini? Ili uingie katika safina, ili uokoke, uwe na mwanzo mpya, lazima kuwe na dhambi inayokupiga, inayokusukuma. Haleluya. Na dhambi inayokupiga na kukusukuma itakuingiza ndani ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Nataka hiyo ingie kwanza. Gharika ndio inakusukuma ndani ya nini? Safina. Not just normal life. Gharika ndio inakusukuma ndani ya nini? Safina. Haleluya. So kwa jina la Yesu Kristo ninaomba gharika nyingine zikuje, but ujue hii problems can draw you near to God or make you bitter. It depends on how you interpret it. Amen. I repeat that. Problems can draw you near to God or make you bitter. It depends on how you interpret the problem. Hallelujah. Kukiwa na a block mbele yako, hiyo block can be a stepping stone to a higher glory or a stumbling block to failure. Wewe ndio unaamua. Narudia, kukiwa na block mbele yako, unapoiangalia, that block can be a stepping stone to a higher level or a stumbling block to bitterness. Amen. Praise the Lord. Ndio hii gharika kwa wengine ilikuwa ni kuangamiza, na kwa Noa iliwaingiza katika nini? Safina. Hallelujah. So problems are not too bad, children of God. At times ukitafsiri shida vizuri, Mungu anaitumia kuleta utukufu mpya katika maisha yako. Hallelujah. Sio kwamba kila shida yenye inakuja nia ya Mungu kuiachilia ni kuangamiza. Hallelujah. Every time God allows a problem is because he wants to produce
a testimony and a glory in your life for the world. Hallelujah. Shida zenye hataki uingie ndani atazizuia. And the Bible says also kwamba no temptation has ever overtaken us. Hakuna majaribu yenye metushinda, na katika kila jaribu Mungu hupatiana njia ya kuepuka. Haleluya. Inamaanisha nini? Shida yoyote ikikuja katika maisha yako, kuna njia ya kuepuka. Shida ya binadamu ni hii, when they are in problem, they focus on problem too much and they don't focus on the way of escape. Hapo tu ndio kuna shida. Haleluya. Hapo ndio mahali huwa tunashindwa, na ndio inafanya hatufikii our new beginning, because tunaangalia shida too much until we don't see njia ya kuepuka. But nawaambia watoto wa Mungu, katika kila shida kuna njia ya kufanya nini? Kuepuka. There is an ark for you to board in every problem. Amen. Mungu ameweka msafina yenye unapanda. Sasa wewe ndio unaamua utapanda ama utafanya nini? Ama utapanda. Haleluya. Tumepatana watoto wa Mungu. Shida zinakuja na Mungu amefungua lango ya kuescape. Lango ya kuescape ni nini? Safina. Kuna safina. Haleluya. Mstari wa 17. Verse 17. Biblia inasema hivi, and the flood was 40 days upon the ark, and the waters increased and bare up the ark, and it was lifted above the ark. Above the ark. Nisome. Ile gharika ilikuweko juu ya nchi siku 40, nayo maji yakazidi yakaieleza safina. Haleluya. Ilifanya safina ikalelea. Bwana sifiwe. It made it to float. Praise the Lord. I want you to get that. Hiyo maji ilikuwako siku 40 na ikainua safina. Inamaanisha nini? Mungu akikubali shida ikuje katika maisha yako, nia yake ni kuinua safina ulio ndani to a point of breakthrough. Hiyo ndio sababu ameileta. Haleluya. Nia yake sio kuangamiza. Hiyo shida yenye amekubali ikuje kwako, nia yake ni kufanya akuinue. Biblia inasema maji iliinua safina ikalea juu. Haleluya. Watoto wa Mungu mnipate, shida zinazoangamiza watu dunia hii ndio shida yenye Mungu ana uwezo wa kutumia kukuinua wewe. Haleluya. Hii maji ndio ilikuwa inaua watu, na kuanoa hii maji ndio inafanya nini? Inainua safina. Narudia, is the water that was destroying people, the same water was lifting what? The ark of Noah. Haleluya. So watoto wa Mungu, hata ukiona watu shida zinawaangamiza dunia hii, ikikuja kwako haina uwezo wa kukuangamiza. Ukiwa ndani ya ark itakuinua zaidi. Haleluya. Haleluya. So usichukue their experience that it will be your experience. Experience yako ni tofauti. Wao wanakabiliana na gharika. Wewe unakabiliana na gharika ndani ya nini? Safina ya Yesu. Haiwezi kuangamiza Yesu. Wewe uko ndani ya Yesu. And when your problems can only lift up Christ. Hallelujah. Haleluya. Na watoto wa Mungu, ninakuombea kama kuna changamoto unapitia, ninaomba Mungu atumie hiyo changamoto kukuinua zaidi. Najua kuna wengi wenye wameangamizwa. You are not a portion of people who are being destroyed by the problems of this world. You are inside the ark. For the problem to destroy you, it has to destroy the ark first. Na the ark is Jesus Christ. Hakuna shida yenye inaweza kuangamiza Kristo. Wewe uko ndani ya Kristo, hizo shida itainua Kristo na itakuinua mwenyewe. Hallelujah. We should not fear problems. Amen. Hallelujah. Pia sisemi kwamba tukubali shida zote. Mnanisikia? Biblia inasema kwamba katika kila jambo tushukuru Mungu. Haisemi kwa kila jambo, katika. In all things give thanks to God. Inamaanisha nini? Jambo yenye umejikuta ndani, shukuru Mungu. Lakini mambo yanayokuja usikubali yote. Haleluya. Yenye umejikuta ndani inamaanisha Mungu amekubali. Haleluya. Yanayokuja haijamaanisha Mungu amekubali. So kabiliana nazo. Zenye imekataa kusikia ikakufikia, Mungu amekubali. Yenye Mungu hataki kufikia, atazisukumulia mbali. Haleluya. Haleluya. So watoto wa Mungu, jue hii
safina yako inainuliwa na shida za dunia hii. Hiyo maji tu yenye inaangamiza watu inainua. Haleluya! That is why kwa mwingine saratani inamuua, kwa mwingine saratani inaongeza neema ya maombi na kufunga mpaka saratani ishindwe. Haleluya! Wote wamekumbana na saratani, mmoja inamuua, mmoja anapigana nayo, neema ya maombi inaongezeka mpaka apate ushindi wake. Zote ni nini? Ni gharika ya saratani. Haleluya! Ninarudia kwa mara ya tatu, uko ndani ya safina. Safina ni Yesu. Kabla ya shida kukuua, lazima iangamize Yesu, lazima ivunje safina ndio ikufikie. Haleluya! Haleluya! So shida za dunia hii zitakuinua, zinakuinua kupeleka wapi? Mwanzo mpya. Mstari wa 18 inasemaje? And the waters prevailed and increased greatly upon the earth, and the ark went upon the face of the waters. Nisome. Maji yakapata nguvu, yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa nchi. The Bible says the ark went upon the face of the world. Hallelujah. Nguvu ya kusukuma safina iende mbele ilikuwa ni nini? Maji ya gharika. Hallelujah. Hiyo gharika haikuji tu kukuinua, inakuja kukusongesha nini? Mbele. Gharika yenye watu wanaangamia nani? Inakusongesha to another level of glory, to another level of faith, to another level of blessings, to another level of breakthrough. Hallelujah. Ninarudia, ukiwa ndani ya Yesu, Yesu ni safina. Gharika haiwezi kavunja safina ambayo ni Yesu. Na Biblia inasema inakusongesha mbele. To where? To the mountain of breakthrough, Mount Ararat, the mountain of new beginnings. Hallelujah. Biblia inasema maji ikasongesha safina. Ninafurahia neno la Mungu, watoto wa Mungu. Maji ikafanya nini? Ikasongesha safina na ikalelea juu ya nchi. Ikiwa ndani ya nini? Safina. Watu wakiwa ndani ya safina, safina inalelea juu ya nchi. I pray that the problem you face push you to another front in your life. The problem you face ikupeleke to a new beginning in your life. Hallelujah. Sisi sio wakukaa hapo, watoto wa Mungu. Sisi sio watu wenye tukikaa umeteleza, shida imekutelezesha, imekuangusha kwa matope. Ni watoto tu ndio akiangua kwa matope anakaa hapo bado analia. Sisi sio watoto kiroho. Wakati matope imekutelezesha ya maisha, imekuangusha kwa matope, umejipaka, unasimama, wewe ni mtu mkubwa, unapanguza na unaendelea mbele. Haleluya. Matope yenye nafanya mtoto alie na kupoteza tamaa, ndio matope yenye nakufanya mara nyingine ukipitia hapo you are more clever, huwezi kuanguka tena. Hallelujah. May the problems of this life make you more wise to conquer next time. Hallelujah. Sikupee uwezo wa kuelewa na conquer next time. And by that ikusongeshe mbele to the mountain of what? Breakthrough. To the mountain of new beginning. Hallelujah. Mount Ararat, the mountain of new beginning. Narudia watoto wa Mungu, kuna seasons na kuna times. Seasons have a beginning and seasons have an end. Time have a beginning and time have an end. The end of a time and the end of a season is a new beginning. Narudia, hata kama kilio ina nini? Nyakati yake inafikia mwisho, kuna new beginning ya kufurahia. Kama ni kuugua, ina season zake, inafikia mwisho, kuna mahali pa kuinua Mungu na kusema Mungu ametenda. Hallelujah. Amen. No problem is permanent. All of them has a season, all of them has a time, and time and season has an end. The end of time and season, there is what? A new beginning. Hallelujah. Ninawaombea watoto wa Mungu kwamba usiangalie nyakati tu na usiangalie yanayotendeka katika nyakati. Angalia mwisho wa nyakati, nini Mungu anaenda kutenda. Kwa nini? Kuna mwanzo mpya, na ndani ya mwanzo mpya there is a breakthrough for your life. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mstari wa 18. Biblia inasema the ark went upon the face of the waters. Verse 23. Verse 19 actually. Verse 19. The Bible says, and the waters prevailed
exceedingly upon the earth, and all the high hills that were under the whole heaven were covered. Hallelujah. Nisomee. Maji yakapata nguvu sana sana juu ya nchi, na milima mirefu yote iliyokuweko chini ya mbingu ikafunikizwa. Haleluya. Kulikuwa na milima mirefu zenye ungejilinganisha nazo. Zilikuwa chini, zilikuwa dunia nzima. Ulipokuwa duniani zilikuwa mrefu kwako. Haleluya. Lakini kupitia kwa maji ya gharika kuongezeka, kupitia kwa shida kuongezeka, ili kuinua mpaka zenye zilikuwa zina mrefu kwako zikawa fupi. Haleluya. Haleluya. Hiyo ndio kitu yenye Biblia inasema, zikawa mfupi na ikashinda. So I'm praying not negatively but positively, by the grace of God. Wacha maji ongezeke tu, safina inuliwe juu. Wacha maji ongezeke tu. Haitakuua, haitakuua. Uko ndani ya Yesu, haitakuua. Haleluya. Haleluya. Imagine Yesu akawaambia, akawapea neno la unabii, akawaambia tuingie ndani ya merikebu tuende upande mwingine. Haleluya. Yesu ameachilia neno la unabii. Tuende wapi? Upande mwingine. Na Yesu akisema lazima ifanywe nini? Itimike. Yesu akisema lazima itimike. Walipofika katikati ya bahari ya Galilaya, Yesu alikuwa analala, dhoruba ikatokea. Haleluya. Dhoruba ikakuja kupigana na nini? Neno lenye Yesu alisema lazima tufanye nini? Tufike huko. Haleluya. Haleluya. Shida yao ilikuwa ni hii. Wakati dhoruba ilikuja, walisahau neno yenye Yesu aliwaambia lazima tufanye nini? Tufike huko. Number 2, Yesu alikuwa ndani ya merikebu amelala. Walisahau mwenye amelala ndio njia, ndio ukweli, na ndio nini? Uzima. Haleluya. Walisahau vitu mbili muhimu. Number 1, neno la uhai yenye walipewa. Number 2, huyu aliyeinena ndio nini? Ndio njia, ndio ukweli, ndio uzima. Haleluya. Na walienda kumwamsha ndani ya hiyo safina merikebu, na kumwamsha akasema, kwa nini unalala? Haujali tunakufa. Watoto wa Mungu, unakufaje? Na mwenye ako ndani ni nani? Ndio njia, ndio ukweli, ndio nini? Uzima. Uzima inaweza kuua, dhoruba inaweza kuua uzima namna gani? Na sio uzima ya kawaida, ni uzima wa milele. Haleluya. Watoto wa Mungu, haijalishi maji kuja namna gani. Yesu alisema lazima kufikisha mlima Ararat, mahali pa breakthrough, mahali pa new beginning. Haijalishi awe amelala hajalala, uzima wa milele uko na wewe, na lazima ufikie your place of breakthrough. Haleluya. Haleluya. Lazima tufikie the place of breakthrough. So nasemaje watoto wa Mungu? Watu wanapanda mlima wa new beginning namna gani? How do you climb it? Through the waters of trouble. How do you climb it? Through the waters of what? Trouble. Hallelujah. Unaipandaje? Kupitia kwa shida zenye Mungu amekubali upitie dunia hii. Hizo shida zenye zinakuja kama gharika. Tuende katika Isaya 43. Isaya 43. Ni andiko yenye mmejua kabisa. Isaiah 43. Biblia inasema mstari wa 2, when you pass through the waters I will be with you. Ukipitia kwa maji nitafanya nini? Nitakuwa na wewe. Through the rivers, katika mito, they shall not do what? Overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, neither shall a flame kindle upon you. Kwa nini? Muhimu sana. Mstari wa 4. Biblia inasema, since you are precious in my sight. Hallelujah. Hallelujah. Kwa nini gharika haiwezi kukuua? Wewe ni wa dhamana katika macho ya Mungu. Praise the Lord. Wewe ni wa dhamana katika macho ya Mungu. Binadamu yeyote akipata dhamana anaitunza. Dhamana iliyokuwa dunia hii ni dhahabu. Dhahabu inawekwa katika bank, imefichwa. Haleluya. Haleluya. Dhahabu kwa ajili ni wa dhamana, imefanywa nini? Imefichwa. Biblia inasema hata wewe ni wa dhamana.
wewe ni zaidi ya dhahabu mbele ya Yesu. Kwa hivyo amekuficha. Gharika haiwezi kukushika, watoto wa Mungu, haiwezi kukuua. Wewe ni wa nini? Wa dhamana. Haleluya. Na chochote ya dhamana, sio tu ya dhamana peke yake. Biblia inasema pia you have been honorable. Haleluya. Wewe ni wa dhamana, wewe ni wa heshima mbele ya Mungu. Praise the Lord. Kwa nini gharika? Mungu hawezi kubali gharika ikuue. Wewe ni wa dhamana. Number 2, wewe ni wa heshima. So wa dhamana na wa heshima lazima afikie the mountain of breakthrough in their lives. Lazima wafikie their new beginning. Hallelujah. Hallelujah. Nataka kusikia amen ya juu. Na Biblia inasema kwa ajili wewe ni wa dhamana, because you are precious and honorable, I have loved you. The love of God is what is defending you. Hallelujah. Wewe ni wa dhamana na wewe ni wa heshima, kiasi kwamba Mungu amekupenda, na huo upendo ilimtoa Yesu mbinguni aje afe kwa ajili yako. Hata ungekuwa mwenye dhambi peke yako dunia hii, wewe ungali wa dhamana, Yesu angekufa kwa ajili yako. Haleluya. So kinachomsukuma Yesu ili akupeleke upande ukue mlima hii ya new beginning ni kwamba amekupenda, na kwa ajili unayempenda lazima umuonyeshe upendo. Haleluya. Na upendo yenye lazima kuonyesha ni kwamba hata kama mambo ni mbaya, ana uwezo wa kuianzisha tena. Haleluya. Atakupandisha aianzishe tena. Hata kama mambo ni magumu kiasi gani, ana uwezo wa kuanzisha tena. God has the power to bring a new beginning. God has the power to bring a breakthrough, because you are precious, you are honorable, you are loved. He will do it. Hallelujah. Hallelujah. Na taifanya watoto wa Mungu. Biblia inaendelea kusema, I have loved you, therefore what have I done? Will I give men for you and people for your life? Oh God. Oh God. Ikielekea mahali pa mlima wa breakthrough, hii mlima wa new beginning, Mungu atasumbua watu wengine. Kama ni fedha ndiyo inatakikana, atafanya watu wasiwe na amani. Atakupea watu kwa ajili ya fedha zako. Kama ni ushindi ya aina gani, Biblia inasema I will give men for your life. Hallelujah. Nataka tusome hapo vizuri. I will give men for you and people for what? Your life. Nitapatiana watu kwa ajili yako, na wanaume, men, human beings for your life. Inamaanisha nini? Katika shida zenye unapitia, hao watapewa mzigo wa kuchunga uhai wako na kuchunga maisha yako. Hawapendi, lakini kuna msukumo kutoka mbinguni. Lazima wachunge, lazima wakuhifadhi. Haleluya. Ukiwa una pesa, wamepewa mzigo, lazima hakikishe everything is going well. Haleluya. Ukiwa uko mgonjwa, wamepewa mzigo ya kuhakikisha wamekuombea umepona ama wamekupeleka hospitalini. God is giving people for your life. He's moving men for you. Hallelujah. Hallelujah. Watakuja kwako for your life. Kwa nini? Kwa sababu amesema maji itakuja na itakughariki. Kwa nini? Binadamu watakuweko, watakusaidia. Hallelujah. Inasema tena utapitia kwa mito na mito haitakusweep away. Kwa nini? Binadamu ataletwa kukusaidia. Utapelekwa kwa moto, moto haitakuchoma. Kwa nini? Mungu ataleta binadamu wa kupitisha ndani ya moto, anazima na unapita na moto inawaka huko na huko. Hallelujah. No trouble is going to kill you. No problem is going to bury you. In the name of Jesus, there is a mountain of breakthrough. There's a mountain of new beginning. And I declare that in the name of Jesus, may the ark of God lift you up to that position in the spirit world. Get your new beginning. Get your breakthrough in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nikimalizia Mwanzo sura ya 9. Katika hiyo mlima, Biblia inasema walipofika pale, wakatengeneza. Mwanzo sura ya 8 kwanza kabla ya sura ya 9. God help me to finish. Biblia inasema when the ark rested on the mountain of breakthrough and new beginning. Biblia inasema katika mstari wa 10,
mstari wa 10, mstari wa 8. Biblia inasema, and he also sent forth a dove from him to see if the waters were abated from off the face of the ground. Verse 9. The dove went around and didn't find a place to do what? To rest her soul. Hallelujah. Hallelujah. Noah alituma nini? Alituma njiwa. Hallelujah. Na njiwa hakupata mahali pa kuweka mguu, akafanya nini? Akarudi. Noah alifanya kitu yenye Baba wa mbinguni alitufanyia. Hallelujah. Baba wa mbinguni alituma njiwa ambaye ni roho. Na roho alikuja kutokea katika wakati wa kina Abrahamu. Hakukuwa na mahali pa kutulia, anatumia manabii na kurudi mbinguni. Anaingia kwa Musa, anaandika sheria na anarudi mbinguni. Anakuja kwa Yeremia anatabiri, anarudi mbinguni. Kwa nini? Hakukuwa na mahali pa kutuliza nini? Miguu. Hallelujah. Hakuwa na mahali pa kutuliza miguu. Praise the Lord. Na kwa ajili ya kupata, Biblia inasema mstari wa 11. Mstari wa 10. Siku 7 akakaa tena, akatuma njiwa mara ya pili. Haleluya. Na alipotuma njiwa mara ya pili, Biblia inasema ilipofika jioni njiwa akarudi. Na karudi na nini? Matawi ya olives kwa mdomo yake. Haleluya. Haleluya. Baba wa mbinguni alipotuma roho mara ya pili duniani, alipomtuma alifika na akapata kuna olives in the world. And who is olives? Yesu. Haleluya. Mara ya pili roho alitumwa, alipata Yesu duniani na akapata kunaye mwenye ana uhai, ana uzima wa milele. Haleluya. Abrahamu hakuwa na uzima wa milele, hangetulia juu yao. Musa hakuwa na uzima wa milele, hangetulia juu yao. Yeremia walikuwa manabii lakini walikuwa wenye dhambi, hangetulia juu yao. Akapata olive tree moja ambaye ni Yesu the second time, na akapata mahali penye kuna uhai wa milele. Roho akachukua na kusema kuna uhai duniani. Haleluya. Na karudi kwa safina. Vile Yesu pia aliposulubishwa, akarudi wapi? Mbinguni. Na roho alipomchukua uhai wake akapeleka mbinguni, alipeleka kama tawi mbichi with eternal life. Haleluya. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema mara ya tatu mstari wa 11 na 12, akatuma tena njiwa. Alipotuma njiwa, mara hii njiwa hakurudi. Kumaanisha nini? Hakuna maji tena duniani ya kwenye nagariki watu. Haleluya. Baba wa mbinguni pia alituma njiwa roho wake siku ya Pentekoste. Tangu mtume siku ya Pentekoste, roho wako duniani, hajarudi mbinguni tena. Kumaanisha nini? Roho akiwa duniani, hakuna gharika yoyote yenye inaweza kuzamisha kanisa. Hakuna gharika yoyote yenye inaweza kuzamisha Mkristo yoyote. Roho wako duniani. Haleluya. Ako duniani. Bwana asifiwe. So kwa ajili roho ako duniani, Noah amekubaliwa kutoka. Watoto wake wamekubaliwa kutoka. Kwa nini? Ni salama. Haleluya. Watoto wa Mungu umekubaliwa kutembea dunia hii, kutengeneza madhabahu, kutengeneza agano, kutoa saka zako, kutoa kila kitu, kumtumikia Mungu, kuomba. Kwa nini? Roho wako dunia hii kufanya nini? Kukusaidia. Yeye ndio mdadisi wa kweli. Kama kuna maji atakwambia kuna maji, kama hakuna maji anakuambia twende. Haleluya. Haleluya. Sura ya 9 mstari wa 11 mpaka 13 tumalizie hapo. Sura ya 9 mstari wa 11 mpaka 13. Biblia inasema baada ya Noa kutoa sadaka ya kuteketeza, Mungu akatoa upinde wa mvua, rainbow. Na alipotoa, Mungu akasema nimefanya agano. Hallelujah. In the mountain of new beginning, God starts dealing with you with covenants. And covenants doesn't depend on your strength and your power. Covenant depends on the faithfulness of God. God does things based on his faithfulness. Anything called a covenant. Anasema in Psalms chapter 89. Psalms chapter 89 verse 34. Anasema, Psalms 89:34.
agano langu na wao sitavunja. Haleluya. Ikifikia kwa agano, saa zingine watoto wa Mungu, uwezo wako na maombi zako sio muhimu sana. Kitu ni kwamba kutegemea kwako kwake peke yake ndiye anahitaji. Haleluya. Na Biblia inasema akaweka upinde wa mvua, akasema sitagariki ulimwengu mzima na maji tena. Haleluya. Upinde wa mvua ina rangi ngapi? 7. Praise the Lord. Upinde wa mvua ina rangi ngapi? 7. Inamaanisha nini? Tunakumbuka Yusufu alipewa koti yenye na rangi ngapi? Nyingi. Kumaanisha nini? Kibali. Haleluya. Haleluya. Inamaanisha nini? Katika mlima wa mwanzo mpya unatembea chini ya agano na unatembea chini ya nini? Kibali. Haleluya. Upinde ikigeuka huku rangi ya blue inang'aa, ikigeuka huku rangi ya green inang'aa, ikigeuka huku rangi ya indigo inang'aa. Haleluya. Inamaanisha nini? Kibali hahitaji hali kuwa nzuri. Mahali kibali imegeuka inang'aa. Mahali kibali imegeuka ina breakthrough. Mahali kibali imeenda ina breakthrough. Sio kwa uwezo wake, ni kwa ajili ya nini? Agano yenye umepewa in the mountain of new beginning. Haleluya. Haleluya. Ninawaombea watoto wa Mungu, Mungu kupitia kwa yale unapitia maishani ainue safina yako juu zaidi na kuinua na kuisongesha mbele mpaka mlima ya new beginning, mlima ya breakthrough. Akifika huko aachilie roho mdadisi, atangulie mbele yako akikuambia twende hapa hakuna maji, twende hapa hakuna shida, na mahali kuna shida na kuambia twende hapa vita ni zangu, twende hapa vita ni zangu. Haungangani. Na unapotembea na yeye, Baba anasema hautembei tu kwa ajili ni roho wangu, ni kwa ajili ya agano ya damu ya Yesu. Na hiyo agano iko na favor. So kila mahali unaenda kibali kinakutangulia. Haleluya. Ni kibali ya Mungu ndiyo ilimtoa Yusufu gerezani akawa waziri mkuu. Hakustahili. Kibali ya Mungu ilitoa Shadraka, Meshaki na Abednego kutoka kwa moto wakawa watawala katika Babylon. Hawakustahili. Kibali itakupa yenye ustahili. Kwa nini? Agano inakutetea. Haleluya. Tusimame watoto wa Mungu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. I pray, my Father, the mountain of Ararat, my God, that your children will occupy the mountain of Ararat through the troubles of this world, through the pain and the agony they go through, my Father. Turn them around. Use it to lift up the ark of glory, carrying their lives, my Father, to the mountain of breakthrough, my God, to the mountain of new beginning, my Father. I pray, Jehovah God, as the ark of glory lifts them up there, my Father, it will be the end of time for trouble. It will be the end of time for oppression. It will be the end of time for tears. It will be the end of time for agony, in the name of Jesus, so that at the time ends and season ends, there shall be a new beginning, my Father. A new beginning of breakthrough, King of glory. In this new beginning, my Father, the Spirit of God has gone ahead of them to fight for them, to give them victory, my Father. According to your word, in the book of Micah chapter 2 verse 13, the Bible says, the breaker has gone ahead of you. The breaker has broken through. And in the name of Jesus, the breaker is your King. I declare the Holy Ghost, the breaker has broken every yoke, has broken every bondage, has broken every power. And the Holy Ghost has given you power to break through. In the name of Jesus, you are not breaking through by your power, because it's not by might nor power. It is a covenant of the blood. A covenant of the blood of Jesus, speaking better things concerning your life, speaking better things concerning your family, speaking better things concerning your money, speaking better things concerning your job, speaking better things concerning your destiny. Inanena mema juu ya maombi yako. Damu ya Yesu Kristo imenena una kibali. Natangaza kwa jina la Yesu, in the mountain of new beginning, in the mountain of breakthrough, ninatangaza kibali iliyoinua Yusufu kutoka gerezani mpaka waziri mkuu. Ikufunike na ikuinue, ikutetee na ikupiganie kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kibali iliyotoa Shadraka, Meshaki na Abednego kutoka kwa moto unaoteketeza na ikuwateketeza, ikawainua wakatawala katika mji wa Babylon. Natangaza hiyo kibali ikutoe kwa moto ya mateso
katika taduru ya mateso, katika kuugua na kulia usiku na mchana. Ikuinue juu, ikuweke utawale katika nyanja ya biashara, katika kazi yako, katika hatima yako. In the name of Jesus, Son of the living God, ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo, kibali ionekane kwako, kibali iende mbele yako, kibali kufuate na kuzunguke, uone wema wa Mungu katika nchi ya walio hai. In the name of Jesus, receive the mountain of breakthrough, receive the mountain of a new beginning. In the name of Jesus I pray. Glory to God.